Fat Gwajima atafuatiwa na Mheshimiwa Agnes Hokororo. Mheshimiwa Muharami Mkenge ajiandae. Mheshimiwa Naibu Spika, ninakushukuru Pasco Kifani kwa kunipa nafasi hii na mimi kuchangia kwenye mapendekezo ya mpango wa maendeleo wa miaka 5 ambao umewakilishwa na waziri husika. Lakini pia Mheshimiwa Spika, Naibu Spika, Mheshimiwa Mama Kilango Malechela alikuwa anachangia leo, nikamuomba kama itakupendeza niazime dakika zake 5, akakubali kuniazima dakika zake 5. Kama wewe Mheshimiwa Spika itakupendeza, basi niunganishe dakika 5 za Mama Malechela na za kwangu, nipate dakika 10 ili niweze kutoa nilicho nacho. Kama itakupendeza Mheshimiwa Naibu Spika. Nimezungumza naye na akasema anachangia, lakini nikaona ni vema na akaniruhusu. Nikasema nikipata ruhusa yako na hekima yako Naibu Spika itapendeza sana. Mheshimiwa, hiyo hairuhusiwi, wabunge huwa hawapeani muda, lakini muda wako sasa unazidi kwenda kwa hayo maombi ambayo yamechukua muda kidogo. Tafadhali anza kuchangia. Nashukuru sana Mheshimiwa Spika. Mheshimiwa Spika, kwa maneno machache sana kwa sababu ya muda wangu. Kuna hoja zinazungumzwa hapa kuonesha kana kwamba awamu ya Rais John Pombe Magufuli haijafanya jambo lolote. Mtu yoyote ambaye haoni kwamba miaka 5 ya John Pombe Magufuli haijafanya chochote, basi anaweza kuwa na ugonjwa hatari sana ambao hauwezi kutibika hapa Tanzania. Mheshimiwa Naibu Spika, unajua kabisa fika kwamba kuanzia 1976 mpaka 81 Tanzania ilikuwa na ndege almost 11, na mpaka tunafika kwenye ubinafsishaji tulikuwa na ndege 9, na mpaka Rais John Pombe Magufuli anaingia madarakani tukawa hatuna ndege. Lakini tangu John Pombe Magufuli ameingia madarakani tuna ndege zaidi ya zinaelekea 12 sasa. Asiyeona hayo ana ugonjwa special, unahitaji daktari special. Lakini Mheshimiwa Naibu Spika, unakumbuka vizuri shirika la TANESCO kabla ya John Pombe Magufuli hajaingia madarakani lilikuwa linaendeshwa kwa kupewa ruzuku bilioni 438 kila mwaka. Lakini tangu 2015 shirika la TANESCO linajiendesha lenyewe kwa fedha yake yenyewe na linafanya vizuri sana. Asiyeona ana ugonjwa maalum, unahitaji daktari maalum. Lakini sio hivyo tu. 2015 Tanzania yote ilikuwa na vijiji 2018 vilivyokuwa na umeme. Lakini mpaka leo ndani ya miaka 5 vijiji 10,263 vina umeme katika nchi ya Tanzania. Na kwa taarifa ya asiyeona ni kwamba vimebaki vijiji 2005 tu kwa Tanzania yote iwe na umeme. Na ni muhimu kujua kwamba pamoja na mambo mengine yote, lakini mwenye macho ni muhimu aone kitu gani kimefanyika na wapi tunaelekea kwa sasa. Nigusie kidogo Mheshimiwa Naibu Spika. Unajua vizuri kuna watu wanasema msiongee sana stigla ni ile. Sikiliza nikwambie. Tangu Tanzania ianze ina megawatts za umeme 1602 tangu ianze, tangu Mwalimu Nyerere, tangu Mheshimiwa Mwinyi, tangu Mkapa, tangu JK Kikwete. Utaachaje kuongea Stiglas Gorge ambayo ni mradi mmoja wa John Pombe Magufuli ambao umetupa megawatts 2115? Lazima akili iwe likizo au na matatizo maalum. Lakini Mheshimiwa Naibu Spika, hebu tuseme ukweli. Mimi nimekuwa Japan wana train inakwenda kwa speed 250 na wana nyingine ambao watazindua mwaka ujao inayotembea chini ya ardhi inayokwenda kilomita 500 kwa saa. Sisi hapa Tanzania, Afrika Mashariki, tumekuwa nchi ya kwanza kwa Afrika Mashariki
kutekeleza mradi wa treni yenye uwezo wa kwenda kilomita 160 kwa saa. Utasemaje John Pombe Magufuli hajafanya vitu vyake? Unahitaji dawa maalum na daktari maalum kusema hivyo. Lakini haitoshi. Tuangalie ukweli. Wakati John Pombe Magufuli anaingia madarakani, tunaambiwa tembo wa Tanzania walikuwa wamebaki tembo 15,000. Leo kwa taarifa ya maliasili tuna tembo 60,000. Kwa utawala wa John Pombe Magufuli mpaka tembo wanaanza kuzaana bila utaratibu. Huwezi kusema John Pombe Magufuli hajafanya kazi. Lengo langu ni kutaka kuonyesha kwamba ukiangalia kwa mfano afya, nagusia kila mahali kwa sababu muda wangu haunitoshi. Tangu uhuru tumekuwa na hospitali za wilaya 77 tangu uhuru. Lakini miaka 5 ya John Pombe Magufuli tumejenga hospitali zingine za wilaya 102. Utasemaje kwamba utabezaje hizo juhudi? Lakini haraka tulikuwa na hospitali za rufaa za mikoa zilikuwa 18 tu tangu uhuru. Ndani ya miaka 5 zimejengwa mpya 10. Asiyeona ana ugonjwa unaitwa schizophrenia. Taarifa. Nadhani tuwe tunaelewana vizuri. Mtu anayegoma kutambua kilichofanyika na mtu anayetambua kilichofanyika lakini anatoa ushauri wa nini kifanyike zaidi. Kuna tofauti kati ya hayo mambo mawili. Mheshimiwa Gwajima, unapokea taarifa hiyo? Kwanza nataka nimwambie msomi yeyote kabla hajaenda mbele analifaa kwanza kule alikotoka. Mimi nimealifaa kwanza alikotoka Magufuli na mpango uliowekwa na waziri wa Magufuli Mheshimiwa Mpango wa kule tunakoelekea. Kwa hiyo taarifa yake haina maana yoyote kwangu. Naomba niendelee mheshimiwa. Kwenye vituo vya afya tangu uhuru, ni vizuri tuangalie kwenye vituo vya afya tangu uhuru tulikuwa na vituo vya afya 535. Lakini ndani ya miaka 5 tumejenga vituo vya afya 487 vipya ndani ya miaka 5. Lakini haitoshi. Tangu uhuru tulikuwa na zahanati 4,455. 4,554. Lakini ndani ya miaka 5 tumejenga vituo vya afya vipya 1,998 vipya ndani ya miaka 5. Ni muhimu kufahamu haya. Nataka niseme jambo moja, kwamba haya yote niliyoyasema hayamaanishi kwamba tusitekeleze mpango mpya uliowekwa mbele yetu. Nataka kila mtu afahamu kuna ugonjwa wa COVID-19 ambao ni ugonjwa umetikisa dunia na nchi yetu imechukua msimamo tofauti na nchi zingine zozote. Waheshimiwa wabunge, nataka kutumia nafasi hii kuwatia moyo. Msiogope. Msiogope mnapoambiwa kwamba kuna fezi ya pili ya COVID-19. Kilicho na nguvu nyuma ya COVID-19 ni woga uliotengenezwa juu ya COVID-19. The fear of a COVID-19 is even powerful than COVID-19 itself. Watanzania wote na watu wote tushinde woga, tusiogope, tumeshinda, tusonge mbele. Na msimamo wetu wa kutokuchanjwa na msimamo wetu wa kutokufanya social distancing ni msimamo sahihi na utatufikisha mahala sahihi. Cha mwisho Mheshimiwa Spika, watu wengi wanazungumza kusahau tulikotoka, wakifikiri historia. When you don't remember where you're coming from, you are bound to make mistake to go where you're going thinking you are doing development, but you may do the same because you don't know where you're coming from. Nchi yetu kule nyuma ilikuwa na miradi ya wachimba madini. Tulikuwa tunapewa Mheshimiwa Spika loyalty peke yake. Nchi yetu ilikuwa inapata loyalty peke yake kwa makampuni ya madini. Lakini sasa hivi Mheshimiwa Rais amesukuma, tunapata almost 50% na Tanzania ni wamiliki wenza wa madini yanayochimbwa na kampuni za madini. Nakushukuru sana Mheshimiwa Naibu Spika, asante sana.